Karibu katika somo letu siku hii ya leo tunapoanzisha somo jipya. Je, umefanywa mateka? Ningependa tuanze somo letu katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 8. Neno lake Mungu lasema hivi: angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, kwa madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Neno lake Mungu latuhimiza ama latusisitizia haja yetu kama wanaomwamini kuwa uangalifu kwamba tusifanywe mateka. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba mtu anaweza kufanywa mateka. Neno mateka ni neno ambalo hutumika sana na askari wanapoenda katika vita. Kuna watu ambao hushikwa katika vita ambao ni adui wa kikundi au wa jeshi fulani. Watu hao waweza kuwa ni askari ambao wameshikwa katika jeshi lingine ambalo wanapigana nalo. Wale askari huwa walioshikwa, waliokuwa katika vita, huwa wanaitwa mateka. Kwa hivyo mateka ni mtu aliye labda katika hali ya kivita, aliyekuwa ni adui katika vita akashikwa, na mtu aliye mateka hana uwezo, ako chini ya huruma wa yule aliyemfanya mateka. Kwa hivyo neno lake Mungu hapa lalinganisha Mkristo anaweza kufanywa mateka kwa elimu. Na hivi ndio neno lake Mungu lasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Kwa hivyo elimu ama mafundisho yana uwezo wa kufanya wengi mateka, kwa sababu wengi wanaweza kushikwa na mafundisho yale na wakawa hawana uwezo. Kama vile tu katika vita, yule mtu aliyetekwa nyara ama aliyefanywa mateka hana uwezo wowote, hana uhuru, hana chochote cha kuweza kujifanyia mwenyewe, maana ako katika huruma ya yule aliyemfanya mateka. Hivyo ndivyo neno lake Mungu lasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu. Elimu ni mafundisho mengi ambayo yamezuka, ambayo yanaweza kufanya mtu hana uwezo wa kujiamulia mwenyewe, maana yule anayemfundisha masomo haya ama mafundisho haya huwa ana lengo la kuweza kumwelekeza katika njia fulani. Neno lake Mungu liendelea kusema kwamba kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hivyo hayo mafundisho ama elimu huwa inaingilia ndani na madanganyo. Maandiko yanaendelea kusema kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Kwa hivyo kuna uwezekano mapokeo ya wanadamu ni yale mafundisho ambao wanadamu wamebuni yao wenyewe, mafundisho yatokanao na akili na mawazo yao. Mapokeo ya wanadamu, maandiko yanasema kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Watu wanaweza kuja na mafundisho ya ulimwengu kuhusu vile ulimwengu ulivyo, vile ulimwengu unavyoendelea, na wanaweza kuleta mafundisho yanayokuwa yanaonekana ni mazuri, maana ni kwa jinsi ya ulimwengu. Ukiangalia katika kuyatazama yaweza kuwa yanavutia, lakini sio mafundisho ambayo Mungu angeweza kutaka sisi tuweze kudhibitishwa nani. Kwa hivyo neno la Mungu linasema kwamba kwa mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa hivyo Kristo ndiyo yule ambaye Mungu anataka tuweze kujenga imani yetu kwake. Kwa hivyo neno lake Mungu linasema imani yetu ijengwe kwa msingi ambayo ni Yesu Kristo. Mafundisho yote yale ambayo yamemuondoa Yesu Kristo katika kuelimisha wanadamu ni mafundisho ambayo maandiko yasema mapokeo ya wanadamu, ama ni mambo kuhusu mafundisho kwa jinsi ya ulimwengu. Katika mstari wa 9 maandiko yasema hivi, maana katika yeye, maana katika nani? Yesu Kristo, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kwa nini maandiko yasema tuangalie mtu asitufanye mateka kwa mafundisho kwa mapokeo ya wanadamu na kwa mafundisho ya wanadamu? Ni kwa sababu ni katika Kristo Yesu, katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Kwa nini tufundishe mafundisho kuhusu Yesu? Maana ni katika Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Katika Yesu Kristo utimilifu wote wa Mungu ulikuwa. Na kwa hivyo ujumbe lazima uhusishe Yesu Kristo na kile Mungu kupitia Yesu Kristo amefanya.
Maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 10 kwamba maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 10, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kwa hivyo tumetimilika katika Yesu Kristo. Utimilifu wetu uko katika Kristo Yesu, na ndiposa mafundisho yetu yamhusu Yesu Kristo. Ningependa pia tuangalie katika kitabu cha Wagalatia mlango wa kwanza, kuanzia mstari wa 11. Sikiliza neno lake Mungu linasema hivi: kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiria na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa hivyo Paulo anasema ana injili anayoihubiri, na injili anayoihubiri sio kwa namna ya kibinadamu. Ni injili ambayo anasema inatokana na nini? Anasema hivi katika mstari wa 12 kwamba kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Paulo anasema injili anayoihubiri hakuweza kuipokea kutoka kwa wanadamu, na anasema kwamba hakufundishwa na mwanadamu, bali ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo alimfunulia Paulo injili, neno lake Mungu, ambalo aliweza kulipasha kwetu sisi kama kanisa, ili tuweze kuelewa injili hii na maisha yetu yaweze kubadilishwa. Kumbuka katika maandiko neno lake Mungu linasema tumejengwa juu ya msingi wa manabii na mitume. Kwa hivyo injili tunayoihubiri ni injili ambayo Paulo alihubiri? Ni injili ambayo mitume walihubiri? Maana kuna uwezekano vile maandiko yalivyokuwa nasema katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 8, mtu anaweza kukuteka nyara, anaweza kufanya mateka kwa elimu. Kwa hivyo Paulo anasema alipokea injili kutoka kwa Yesu, na hii ndio injili kupitia ufunuo anayoileta kwetu sisi. Anasema katika mstari wa 13 kwamba maana mmesikia habari za mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nilitesa kanisa la Mungu kupita kiasi nikalidharau. Kwa hivyo Paulo analinganisha maisha yake kabla hajamjua Yesu Kristo. Yeye alikuwa analitesa kanisa lake Yesu Kristo, lakini huu ni wakati kabla hajampokea Yesu Kristo. Kwa hivyo Paulo kabla hajampokea Yesu Kristo alitesa kanisa, na kuna mapokeo, kuna elimu, kuna mafundisho ambayo yalikuwa yamemteka nyara, na hayo mafundisho ndiyo aliyokuwa ameyashika. Anaendelea kusema katika mstari unaofuata kwamba katika mstari wa 14 neno lake Mungu linasema hivi, katika mstari wa 14, nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio wahirimu yangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Kwa hivyo kitu kilichosababisha Paulo aweze kulitaka kanisa, alikuwa amepokea mafundisho ya baba zake. Kuna elimu aliyokuwa nayo, alikuwa inamsababisha yeye alitese kanisa, na hayo mafundisho yalikuwa yamemteka Paulo, ilimemfanya Paulo mateka. Hivyo ndivyo neno lake Mungu linasema, mtu asiwafanye mateka. Elimu ambayo Paulo alikuwa ameipokea kabla hajaokoka ama kabla hajamjua Yesu Kristo, ilikuwa ni elimu aliyopokea. Maandiko yanasema nikajitahidi sana kupokea na kuyashika mapokeo ya baba zangu. Kwa hivyo kuna mapokeo, mafundisho ambapo Paulo aliweza kuyashika kutoka kwa baba zake, yaliyomfanya yeye kulitesa kanisa lake Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna uwezekano Paulo alijitahidi sana. Amesema pale juu kwamba alikuwa amejitoa sana kuliko watu wa umri wake. Alikuwa na ile shauku, ule mwito, ule moto wa kuweza kufanya mambo ambayo yalikuwa ni mapokeo ya baba yake. Lakini sikiliza anavyosema, andika sema hivi, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mama yangu akanita kwa neema. Kwa hivyo Mungu alimuita Paulo kutoka kwa mapokeo na mafundisho ya baba zake. Maandiko yanasema mstari wa 16 kwamba alipoona vema
kumdhihirisha mwanawe ndani yangu. Kwa hivyo Mungu alimdhihirisha Yesu Kristo ndani mwa moyo wa Paulo ili ni wahubiri mataifa habari za Yesu, habari zake. Mara si kufanya shauri ya watu kwa watu wenye mwili na damu. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba yeye hakufuata mashauri ya wanadamu. Maana alipoona vema, Mungu alipoona vema amdhihirisha mwanawe ndani yangu ili ni wahubiri mataifa habari za Yesu. Kwa hivyo ujumbe wa Paulo ilikuwa ni habari za Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba mara si kufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 17 ambapo tunamalizia kipindi chetu siku hii ya leo. Maandiko yanasema wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali ni kwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Paulo anafundisha hapa, anasema injili anayoihubiri hakuipata kutoka kwa wanadamu. Alipata injili hii kwa ufunuo ambao Yesu Kristo aliweza kumpea ili aweze kulifungua kanisa macho, waweze kuelewa kwamba wakati ambapo Yesu kwamba ni kanisa linastahili liweze kulihubiri injili hii. Nikaangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunapomalizia somo letu siku hii ya leo, katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa mlango wa 26 mstari wa 18. Sikiliza vile neno lake Mungu linavyosema hapa. Paulo anasema alipata ufunuo huu kwake Yesu Kristo. Maandiko yasema hivi, samahani, wacha tuanzie mstari wa 16 kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, kwa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Huyu ni Yesu Kristo. Alikutana na Paulo alipokuwa akienda Dameski kulitasa kanisa. Alikuwa tayari Yesu Kristo amemtokea, na Yesu Kristo anamwambia sasa ainuke. Anampea ujumbe ambao Paulo anasema nilipokea kwa ufunuo. Maandiko anasema katika mstari wa 26-17 kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba nikikokoa kwa watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, ambao nakutuma kwao. Oh, that's you guys. Mtoto ameapia kwa video.